Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 31 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema waandishi wa IPP Media wang'ara tuzo za IJAT 2025. Lakini watu watatu wafariki dunia, wanne wajeruhiwa ajali ya lori na basi. Watu watatu wafariki dunia, wanne wajeruhiwa ajali ya lori na basi. Na Mwigulu afichua upigaji mamilioni ya vigogo wanne. Mwigulu afichua upigaji wa mamilioni vigogo wanne, agiza wasakwe popote walipo, wasimamishwe kazi na wachukuliwe hatua za kisheria. Lakini kiongozi uwekezaji wa mitambo hewa tiba ya umewaokoa wa Tanzania. Huyo ni kiongozi asema uwekezaji wa mitambo hewa tiba umewaokoa wa Tanzania. Lakini bei ya mafuta soko la dunia ya shuka, wachumi walonga. Bei ya mafuta soko la dunia ya shuka, wachumi walonga. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye asubuhi ya leo linaandika mwenyekiti wa bodi mstaafu MCL afariki dunia. Mwenyekiti wa bodi mstaafu MCL afariki dunia. Lakini msajili alivyotonesha kidonda cha Chadema. Msajili alivyotonesha kidonda cha Chadema. Awalima barua ya pili ndani ya siku 20, akitishia kusimamisha usajili wa chama au kukitoza faini. Lakini Dr. Mwigulu ashtukia upigaji Manyoni. Dr. Mwigulu ashtukia upigaji Manyoni. Bei ya mafuta kushuka soko la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini ajali zaua watu 9 Mbeya Pwani. Ajali zaua watu 9 Mbeya na Pwani. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni msajili alivyotonesha kidonda cha Chadema. Huyo ni msajili alivyotonesha kidonda cha Chadema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika naibu waziri maji ampongeza Dr. Roikiza kwa kufuatilia shida za wananchi wake. Naibu waziri maji ampongeza Dr. Roikiza kwa kufuatilia shida za wananchi wake. Lakini mwalimu adaiwa kuua mwanafunzi wake na kutoweka Kilolo Iringa. Mwalimu adaiwa kuua mwanafunzi wake na kutoweka Kilolo Iringa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini benki ya TADB yawawezesha wafugaji wadogo 92,831. Benki ya TADB yawawezesha wafugaji 92,831 ni kupitia mradi wa maziwa wa TI3P. Lakini mradi wa uwezeshaji mikopo ya bilioni 42 sekta ndogo ya maziwa, na vikundi vya maziwa vinakusanya lita 25,664 za maziwa kwa siku. Lakini Tanzania yashiriki mkutano wa benki ya maendeleo Afrika. Na gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linatuandikia asubuhi ya leo, serikali ya saini mkataba wa ubia na kampuni za Grafika na Eminent. Lakini Manyerere Ngorongoro ni moyo wa ekolojia ilindwe. Huyo ni Manyerere asema Ngorongoro ni moyo wa ekolojia ilindwe. Habari hiyo inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi Huru ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi Huru ni mwalimu mkuu amteka mwanafunzi wake Iringa. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru, inasema mwalimu mkuu amteka mwanafunzi wake Iringa, kisa ni ugomvi wa baba yake wakidaiana fedha. Lakini ataka kikombozi cha shilingi milioni 1 amwachie, na mwanafunzi akutwa amefariki na yeye kutoweka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini wizara ya fedha yataja hatua zilizopigwa na Tanzania sekta usafiri ya kupitia SGR. Na mradi wa sindikaji TADB waanzisha vituo 23 vya ukusanyaji wa maziwa. Yanufaisha wafugaji wadogo 92,831 ni pamoja na wadau wa mnyororo
wa thamani ya maziwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Biashara Leo asubuhi ya leo linaandika serikali yaendelea kuimarisha uchumi na viwanda Londo. Lakini BRELA yatoa mafunzo dhana miliki manufaa ya jiji la Arusha. TADB yatoa ruzuku ya bilioni 1.4 kwa wafugaji wadogo 1216. Wamo pia wanawake 397. Yawezesha pia ununuzi wa mitambo 3330. Ina thamani ya shilingi bilioni 11.09. Lakini Tanzania yashiriki mkutano benki ya maendeleo ya Afrika AFDB. Tanzania yashiriki mkutano wa benki ya maendeleo ya Afrika AFDB. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaandika BRELA yatoa mafunzo dhana ya miliki manufaa Arusha. Lakini TADB yaboresha viwanda 17 vya usindikaji maziwa. Waziri wa fedha ainadi SGR mkutano wa bodi ya magavana wa benki AFDB. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika CDC yashushwa ongezeko la wagonjwa wa Ebola DRC na Uganda. CDC yashtushwa ongezeko la wagonjwa wa Ebola DRC na Uganda. Lakini uchumi wa buluu kutekeleza miradi wa bilioni 193. Huo ni uchumi wa buluu kutekeleza miradi ya bilioni 193. Na serikali inaendelea kusimamia mageuzi ya kidijitali. Huyo ni Hemedi asema serikali yaendelea kusimamia mageuzi ya kidijitali. Lakini wajumbe wahimiza kuharakishwa utafutaji mafuta na gesi. Wajumbe wahimiza kuharakishwa utafutaji wa mafuta na gesi. Na wanafunzi 14 chuo cha mafunzo waachiliwa huru. Wanafunzi 14 chuo cha mafunzo waachiliwa huru. Polisi yakanusha taarifa za mwinjilisti kupigwa na kuuawa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini bado tuangazie kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika unyanyapaa dishi limeyumba tishio jipya. Lakini ajenda ya urais 2030 na kauli za viongozi. Madhara ya vinywaji vya kuongeza nguvu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo linasema kuna madhara kwenye vinywaji vya kuongeza nguvu. Lakini Mwigulu agiza waliokula shilingi milioni 500 wazitapike. Mwigulu agiza waliokula shilingi milioni 500 wazitapike. Lakini Dr. Migiro akoleza safari ya maridhiano. Huyo ni Dr. Migiro akoleza safari ya maridhiano. Lakini msako mkali watuhumiwa mauaji mtumishi Ruwasa. Msako mkali watuhumiwa mauaji mtumishi Ruwasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza kuangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo Jumapili ya leo linaandika fainali ya acha gumzo. Ni fainali ya Arsenali ikiwa na PSG ya acha gumzo. Lakini Wydad yapiga hodi Yanga. Wydad yapiga hodi Yanga. Ni nani hasa wanamhitaji? Basi pata gazeti lako la Mwanaspoti kwa habari hii kwa kina. Vita vya ubingwa, Simba yatoa msimamo, yapendekeza mawili bodi ya ligi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini maeneo ya kula bata kombe la dunia 2026 ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti linaandika maeneo ya kula bata kombe la dunia 2026. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.